Mzalendo ose ushinyate biataka. Abebeni. Chishi fure wakaki. No itile wachi. Ani ashire ya isi. Otwe na obuzalendo ule wa manipile yoko wa isi. Naam, amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu tena kwenye habari zetu katika siku ya leo, ikiwa ni bado ni tarehe 6 mwezi wa 3 siku ya 4 mwaka wa 2025. Tumekuandalia taarifa nyingi sana na habari ni nyingi sana. Basi takufanya sabone, subscribe, like, comment au sambazia watu wengine ili wapate kupata habari kamili kwenye channel ya Mteba TV. Leo tumekuandalia habari nyingi sana, ikiwepo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo bado machafuko yanaendelea kwenye miji kadhaa ikiwemo Goma pamoja na Bukavu na vijiji vingine kabisa kama Minembwe, Fizi, Baraka na maeneo mengineko. Kote bado machafuko yanaendelea ya kivita na usalama kabisa unazidi kukosekana kabisa maeneo yale yote. Lakini kabla ya yote tuweze kuwatakia Waislamu mwezi mzuri sana, mwezi mzuri mtakatifu kwao, mwezi wa Ramadhani karimu. Tuweze kuwatakia mwezi mzuri kabisa na nyinyi pia muweze kumaliza mwezi huu salama. Lakini kwa Wakristo pia, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana kwenye habari zetu katika siku ya leo. Majina naitwa ni Junior. Unaweza kutafuta kwenye mitandao mbalimbali, TikTok ni Mteba TV, YouTube ni Mteba TV, pia hata Facebook ni Mteba TV. Karibu sana kwenye habari zetu katika siku ya leo. Tunaanza na habari zetu kwenye mji wa Butembo, pale ambapo magari za kutoka Uganda zimeweza kuonekana kwenye mji wa Butembo kwenye usiku wa leo, ambapo ulikuwa ni usiku wa kuamkia tarehe 6. Magari haya yameweza kuonekana mengi sana kwenye mji wa Butembo yakiwa yanaingia kutoka Uganda. Ni tofauti na yale magari niliyokuwa nawaambia mbele. Haya ni mingine magari, wanajeshi ni wengi. Sasa swali linakuja na watu wengi wanazidi kutuliza maswali. Sasa haya magari yanaingilia kupitia njia ya Butembo. Mbona Butembo inadhibitiwa na FRDC au majeshi wanaingiaje? Samani au majeshi wanaingiaje maeneo yale? Kwa sababu Butembo iko mikononi mwa serikali. Majeshi hao kutoka Uganda wanaingia kivipi? Ni magari mengi sana ambayo yameweza kuingia pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa ni usiku wa kuamkia tarehe 6. Lakini pia tuweze kuwatakia mchana mwema kwa wale ambao kwa Marekani na wale ambao kwa Kanada wanatufuatilia, Ulaya pande zote mnatufuatilia maeneo zote. Lakini bila kusahau kuna watu wanatufuatilia Afrika Kusini, Afrika Kusini, Afrika nzima wanatufuatilia kwenye channel ya Mteba TV, kwa sababu tunatoa habari mbalimbali na habari zenyewe ni za kweli kabisa, na ndio maana watu wengi wanaamini channel ya Mteba TV. Endelea kusubscribe, like, comment ili wanazidi kupata habari zaidi kwenye channel ya Mteba TV. Karibu sana. Butembo kumeweza kuripotiwa magari mengi sana. Tutakwenda kuwekea picha hapa au video ya hayo magari. Ni mengi sana ambayo yameweza kuonekana usiku huu yakiwa yanaingia kwenye mji wa Butembo, huku yakiwa yanaelekea pasipojulikana. Basi tunapoacha habari hiyo, tunakuja moja kwa moja kwenye mji wa Baraka, pale ambapo Mamadu ambaye ni mkurugenzi wa Wazalendo yupo maeneo yale, ameweza kuhutubia raia na akiwa anatuma message kwa wazalendo wote wanaozidi kuingia ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au kuingia kwenye mkoa huo wa Nord Kivu na Sud Kivu. Kwa wazalendo wote ambao wanaozidi kuja kutoka maeneo mbalimbali kama vile Salamabila, maeneo yote, wanasema mnapofika lazima mujisalimishe na mseme mnatoka wapi, na ili muungane kwa pamoja ili muweze kusonga mbele na kazi hiyo. Mamadu ameweza kutoa habari hii kwa kupitia video mfupi ambayo tumeweza kuipata hapa kwenye channel ya Mteba TV ili tuzidi kuwapa na nyinyi habari hizi ambazo zipo kabisa na zinazidi kuendelea kwenye channel ya Mteba TV. Ameweza kuongea lugha ya Kibembe, lakini tutaweza namna gani kutafsiri kwa wale ambao hawajui Kibembe. Tutakwenda kuisikiliza video hiyo kwa urefu zaidi ili tuweze kuwatafsiria kidogo kidogo kwa wale ambao hawaelewi kabisa lugha ya Kibembe. Hiyo ni lugha ya nyumbani, lugha ya asilia kabisa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakwenda kuambia habari hiyo na tutakwenda kuwekea video hiyo. Uwe makini ili uweze kusikiliza video. Kama Kibembe kitakupiga chenga, basi
utatafuta mtu mwingine au sisi wenyewe tutafanya kazi ya kutafsiri hapa ili uweze kuelewa kile ambacho kinachoendelea kwenye miji mbalimbali. Tunaendelea, unapoendelea kusikiliza taarifa kutoka channel ya Mteba TV, tunaendelea kuangalia hali halisi ya mji wa Bukavu, huku pande zote mbili zikisitisha mapigano. Pande zote mbili hawapigani ni muda mrefu kwa sasa, haikosi siku 4-5 hivi. Mapambano hayajaripotiwa kabisa kwenye channel ya Mteba TV au kwenye vyombo vyetu ambavyo vinanasa matukio mbalimbali. Hatujaweza kubahatika kupata vita mahali popote, huku M23 wakitulia Bukavu na wazalendo wakitulia Walungu na maeneo mengine mbalimbali huko Kamanyola huko. Basi tunapoendelea taarifa zetu, habari hizi ni za kwamba pande zote zimetulia, lakini ni kitu ambacho kimekuja mshangao mkubwa, kimeonyesha mshangao mkubwa kwa watu wengi sana. Kwa nini? Naam. Kwa nini wasiendelee kuataki na kupigana kabisa? Kwa nini wanakaa kila watu wanatulia pande zao? Kwa hiyo inakuja kumaanisha serikali imeachia wazalendo au watu wengine maeneo hayo. Hebu sikiliza kwanza picha hii ya mkuu ambaye anaitwa Mamadou akipatikana zone ya Fizi. Karibu sana muweze kusikiliza, ni lugha ya Kibembe nitakutafsiria. Itoba contact kuichunga raia na kemali yose. Shataka mzalendo pointi ya kwanza, shataka mzalendo anyate etembo chishire na ntu. Tunapika hiyo marufuku. Mzalendo hose onyata etembo chishire na ntungi, echo mboche echo yako na bilebo bya bene. Nanga mboche echo yako na bilebo bya bene manake ya osam tungi. Na ondi tenda nibo kirose grupe arme ya uzalendo ya ingira mno na karibisha yose. Etwe tutumi mambo wangene wi ombele cha eto ese apana to otuingela mvil na matraka seri wi mona betu to monete raia sasa tishile ndalo. Kwa hiyo ose mzalendo waingela mno, ose mubuchi bale nsosho bazalendo nobote boyepe mbakalwa tola lebile ito ombere chana malenga na mama malenga mwene ombe acha anyemo na Mungu amanipilemo tola lebile tushibengi. Mzalendo ose ushinyate biataka abebeni chishi fure wakaki no etele wachi ani ashire ya isi otwe na obuzalendo onye wa manipile yoko wa isi. Ona to no obuzalendo wisha manipile ese papa obuzalendo no oye wasi ole bazalendo nunu suku bamu bucho bazalendo hati bale bazalendo kwanza bale bamu na bote bale babandi ipika masase meshi boche monge boche mwandika donc ele bati ya Mungu nishini so ni pike bo lakini abeche wa mwikolo alo mwane ni bo ni osipike bo nalo ende kime ya Solomono na ose mzalendo tubimo tenda ni bo FARDC iye mopika masasa timbele cha FARDC bashile sasa bija bilondo bya ikana bazalendo na enye londo ya wikana bazalendo numboma papa obiso shibeni to amuli waleta watu na akili ama M23 nanga watu na akili a M23 no lolala no nango moto wasena bita oto sine na mboma kwa tuongo mama tuyo lemo papa obinzalendo ke basam yobeachi changa sheria chuzalendo ono motenda ale komanda Mamadou wasit ki kwa zona Fizi secteur ya Ntambara na benu bazalendo na mwa ange sana na eje ekipe alopika masase meshi no ebota meshi yape esa ulesha ba ya yipika masase na ngele grupe beni shikeleleyo kama ile grupe beni kama tanganu sengichopika masase wewe ingecha dui no bombardebo point na ndibola bazalendo tobe ange sana hapana moto kwa tusi uzalendo no tulinzalendo no bole M23 watu moto pika masasi nsenge mboma centre kwa raia eporewe no binge chadu ange sana. Merci bazalendo pole sana mbaya ba jendike itofuluka vile ambo.
Merci. Naam, Mamadou hapa ambaye ni mkurugenzi wa Mai Mai ambaye anapatikana kwenye zone ya Fizi na maeneo mbalimbali. Tuseme tu anapatikana Kongo kwa sababu yeye hapo ameweza kusema kwamba yeye anaangalia maeneo mengi sana, hata Bukavu na maeneo yote. Yeye pia ni mkurugenzi kabisa, anaitwa ni Mamadou, ndio jina yake ambayo ameweza kulisema hapa. Ameweza kuongea mambo mengi sana ambayo ameweza kuweka wazalendo wengine moyo na kuambia ya kwamba unapokuja maeneo hayo lazima ujiripoti na ujisajilishe kama wewe ni kikosi cha wazalendo, na ujitambulishe mahali unapotoka, kwa sababu hata M23 pia wanaweza kufanya kikosi kama hicho wakakuja wakasema sisi ni wazalendo. Lakini kwa sasa watu wanazidi kuangalia sura, wakiona sura haiko inafanana na Wakongomani, wewe sio mzalendo. Basi tunapoendelea na taarifa zetu, ameweza kuongea mambo mengi sana. Amesema hata kwenye wazalendo kuna wazalendo feki ambao wanapatikana kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanakadia wizi, wanaingia kwenye manyumba za watu na kubomoa vitu mbalimbali kwenye manyumba za watu au kwenye store au kwenye maduka za watu, huko wakijiita kwamba wao ni wazalendo. Kumbe wanazidi kuiba tu, kwenye vita hawaendi, wanaikalia tu kuiba, vurugu na mambo mbalimbali. Lakini wazalendo OG au original kabisa ndio hawa kina Mamadou ambao wanatoa moral kwa watu wote, kwa wazalendo wote ambao wanazunguka au wanazidi kuja kwenye uwanja wa vita. Chunga usiibe kitu cha mtu, ndivyo alivyokuwa anazungumza. Na wale ambao wanapiga masasi ovyo huku wakidanganya ni FRDC, wote waliopiga masasi wote amewaitisha wote ili wakatoe maelezo kwa nini wamepiga masasi hayo, na yoyote atakayepiga masasi ovyo ovyo bila ordre yake au bila ruhusa kutoka kwake, yeye atakuwa watamjumlisha kama M23. Lakini pia watu wengi wanauliza maswali mengi pamoja na haya yote yanapopita, kwa nini wanabana maeneo hayo na wasiingie kwenye uwanja wa vita? Kwa nini? Maswali haya yameweza kuwa yanaibuka kwa watu wengi sana, huku pande zote mbili zikisitisha kabisa mapambano, kama vile wamerizika, wanaorizika Bukavu wamerizika, M23 waendelea mapambano, wameshajichukulia mikoa miwili, wametulia huku wakiwa wanapanga mipango yao. Lakini pia FRDC ndo hawasikiki kabisa mahali popote walipo, lakini watu ambao wanasikika kwa sasa ni wazalendo ambao wao sasa hivi wana mipango ya kuingia kwenye mji wa Bukavu. Lakini tumeweza kusubiri kwa muda mrefu sana kwamba waingie Bukavu. Mpaka sasa wameshajikusanya ni wengi sana, mazingira yote ambayo yanayozunguka mji wa Bukavu. Kwa nini wasataki au kwa nini wasipigane? Hayo ndio maswali ya watu wengi sana. Kwa hiyo hayo ni maswali ambayo bado Mteba TV inatafuta muhusika kabisa ili kuweza kumuuliza maswali mbalimbali hayo awezi kuyajibia. Awezi kuyajibu ili tuweze, hata kwa njia ya simu tutampata tu ili tuweze kuzungumza naye ajibu maswali haya. Kwa nini wasiataki? Na kitu kingine, wabunge na wengine wanakuja kuwazubaisha pale Uvira ili wawape unga nini. Nafikiri taarifa tuliweza kuitoa ni msizubae na mambo hayo. Msizubae na mambo hayo. Anayetaka kuja kuwapa misaada aingie mpaka kufasi ya vita aje wawape mizigo hiyo. Lakini sio mtoke tena kwenye forum na kuja kupokea mzigo. Hapo sio kambi, ni kwenye uwanja wa vita. Kambi ni maeneo mengine kabisa, sio kambi ya jeshi hapo. Hapo sio kambi ya jeshi. Watu wengi wanazungumza hivyo. Wazalendo raia wanawaamini sana na wanaamini sana kazi mnayoifanya. Kwa hiyo jitahidi kabisa mweze kuingia kwenye uwanja wa vita ili muendelee, kwa sababu watu wengi wanahangaika. Kuna watu wengi sana wameweza kutoa maoni yao, wametupigia simu wakiwa wanasema lazima tuwaambie kuna kitu ambacho hakijakaa sawa. Wazalendo kama wazalendo, kumbukeni nyinyi wengi wao ni vijana, na M23 wakishika mikoa hiyo yote, na kwa sasa mnaona kila ambacho kinachoendelea kwenye maeneo ambapo wameshakamata ikiwemo Goma, wanaua vijana wote wakiwa wanaamini kwamba ni wazalendo. Na hilo pia limeweza kuama tena kwenye mji wa Bukavu, tena wanashika vijana wote ambao wanaonekana wana nguvu kuanzia miaka 15 kupandisha, wanaamini ni wazalendo wanaopigana. Lakini watafsiri vibaya. Mzalendo sio mpaka au ambaye anashika silaha. Mzalendo ni jina ya mtu ambaye ni mwenyeji, ni mwenye nchi yake, ni mkongomani halisi anayepambania uhuru wa nchi yake. Huyo ndiyo mtu anaitwa mzalendo. Pia tuna mainterview mengi ambao tunayafanya na wazalendo hapa ambao wanaishi maeneo mbalimbali, Marekani, Canada, wapi. So mwe mnajaribu sana kufuatilia na interview tunazozifanya hapa kwenye channel ya Mteba TV. Usifuatilie tu vita, fuatilia na kile ambacho kinachoendelea kwenye channel ya Mteba TV, kwa sababu channel ya Mteba TV inafundisha,
inanyoosha mahali ambapo sio pazuri, hapa inaburudisha pia, mambo ni mengi. Kwa hiyo mnapoangalia picha yoyote tunayoweka, hata kama picha hiyo haionyeshi silaha wala ni nini, lakini Mteba TV ndiye aliyerusha, ujue kwamba kuna mafundisho, kuna interview ya maana sana. Sisi tunapandisha vitu vya maana, hatupandishi vitu vya kupotosha watu au vitu ambavyo vya kupoteza muda. Hapana, tunaenda na wakati na tunaenda na muda wetu ambao na sisi pia tumejitengea na muda wa wasikilizaji. Baada ya kumaliza hayo, tunakwenda kuwawekea video ambayo muone gisi wanajeshi wa kutoka Uganda walivyoingia kwenye mji wa Butembo, mpaka raia wakaanza kurekodi wakasema serikali wameshindwa kutuchunga, basi sisi tunachungwa na hawa wa kutoka Uganda. Basi tuendelee kusikiliza, angalia tutakuja kurejea. Butembo magari ni sana, hospitali mingi sana. Zote ni EDF wanakia tuchunga, FARDC haiweze kutuchunga. EDF inaomba ikie tuchunga. Pamal asemaka mtu tulisemaka sisi tunakuwa na bandia mjoo population tikalika beto vile njo Idengo alisemaka, aseme population yuma watu inji na kwa niko naenda mbele, watu wanabakia tu beto ndio zile zinafika kule. Tuko centre ville ya Butembo hapa, tuko napandia kumeri, tuko mbalabala kupandia kumeri, pesa mingi sana zinaweza kwa pesa. Naam, hiyo ndio taarifa kutoka Butembo ambayo watu wengi wanafikiri channel ya Mteba TV tu ni ya Kilele Mama. Channel ya Mteba TV endelea kufuatilia. Kama huja subscribe na kusii kabisa subscribe au sabone, kwa sababu hapa kuna habari mingi sana ambayo tunakuandalia hapa. Habari za ukweli pia zinapatikana kabisa, kwa sababu si tuko hapa kwa ajili yako ili tukupe habari ambayo zinazoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia na duniani kote. Hapo ni Butembo, zaidi ya magari 200 mjini muvile ya Butembo. Je, FARDC wako wapi mpaka hayo magari yaingie? Na mle ndani ya magari wanajua mko nini? Ni silaha zinaingia, alafu ni wanajeshi wanaingia. Kwa hiyo watu wazidi kuangalia, huku wanatuambia Butembo inadhibitiwa na serikali. Ni kitu ambacho hakitawezekana, kwa sababu hivi magari vyote vinaingia, karibuni magari 200, magari iko 200 ziko pale, 200 za magari ziko pale zinapakiza vyakula, magari masilaha zinaingia kutoka Uganda. Mpaka raia wanarekodi, wanatutumia habari hizo, na wafanyakazi wetu au watu wetu ambao kwa maeneo yale, watu wa Mteba TV wanatutumia, wanazidi kutusupport pia kwa habari kama hizi. Channel ya Mteba TV, Waislamu salamu alaykum, mwezi mzuri mtukufu wa Ramadhani karimu kwa Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunakupa habari mchana na jioni, lakini bila kusahau tunapogusa kabisa habari nyingine ya habari zingine za pale Minembwe, pale ambapo mapambano pia yameweza kama vile kukoma, lakini kile kikosi ambacho kilikuwa kinaongozwa na Bwana Makanika kimeshageuzwa, wameshajitangaza kujiunga na M23. Kwa hiyo kinakuwa ni kitu kimoja. Vikosi vyote vya Kitusi vyote na vya Kinyamrenge vyote vimeshajiunga kuwa M23. Sasa swali inakuja kwa Wanyamrenge. Hili ni swali ambalo washabiki wetu wa channel ya Mteba TV wanapenda wawaulize kama channel ya Mteba TV tuwafikishie habari. Sisi kazi yetu ni kuwafikishia taarifa, ni kwamba wakati vita hii itaisha au wakati hii vita itashindwa, mkashindwa kukamata maeneo hayo, itakuwaje? Hiyo ni swali tu, naomba mtujibu kwa comment hapo. Na jambo lingine, vijana wa kizalendo, wakati mmeshindwa mnakawia kuingia kwenye mji wa Bukavu, mnashindwa kupiga na kuchukua nchi, wakati watachukua yale maeneo yote, vijana wote watakufa, kwa sababu watakuwa wanawaona kama vile wote ni wazalendo. Maimai wataua, kwa sababu mkiwa tu chini ya uongozi wa Kitusi au wa Kinyamrenge ambao utakuwa maeneo yale, ni kwamba vijana wote wataisha, kutabakia wakina mama. Na ndivyo vinavyofanyika kwenye mji wa Goma, na vinaendelea kabisa kwenye mji wa Goma, ndivyo vinavyoendelea kwenye miji yote ambayo ishatekwa. Kwa wakiingia Uvira, wakiteka Uvira, ujue vijana wote mtaisha. Kwa hiyo ni hivi, raia wanasema ingieni kwenye mji wa Bukavu, kamateni Bukavu na msonge mbele.
mkikawia. Wengine wanasema labda wanauliza maswali, hivi huyu generali ya Kutumba iko wapi? Lazima sisi ni kioo cha jamii, pia lazima tusambaze makomenti za watu ambazo wanazitoa, wanasema generali ya Kutumba iko wapi? Wakati alipanda kule amekaa kimya, au jena yameshapewa rushwa au nini? Ama au washakatwa midomo, washapewa hela za kuuzisha inchi? Mbona hawaingii? Mbona hawafanyi kazi? Hiyo ni maswali mengi ambayo tunasoma kwenye comment. Haiko Mteba TV kunaongea, bali tunasoma comment. Wanasema wazalendo, je, mshapewa rushwa na wakuu wenu? Mbona hawawaruhusu mwingie kwenye uwanja wa vita? Waswahili wanakuambia lisemwalo lipo na kama halipo litakuja, ndivyo wanavyoongea. Kwa hiyo kama mshapewa rushwa, watu wanasema wanataka kujua, watu wanataka kujua kwa sababu wanawaamini sana. Kama FARDC isikiki tena mahali popote walipo, inakuwa kama hakuna jeshi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Channel ni Mteba TV, tukutane tena panapo majaliwa. Kesho tena ni siku, na Waislamu tunawapenda sana kama channel ya Mteba TV, pia hata Wakristo tunawapenda sana kwa ujumla, kwa sababu nyinyi wote mnatufuatilia. Asante kwa wale ambao tufuatilia pale Afrika Kusini, Afrika yote kwa ujumla, na DRC Congo, pale Tanzania, Kenya, Burundi, maeneo yote, hata Marekani, Australia, popote kabisa tunaona message zenu, SMS zenu tunaziona. Tuzidi kusapotiana kwa kila kipindi kitakachokuwa kinapanda kwenye channel ya Mteba TV. Ciao.